Wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia kuzungumzia juu ya mkasa wa Burutsi ambayo uliweza kupoteza uhai wa watu baada ya mmonyoko kuwaua watu katika maeneo haya, darzeni wengine wakiwa wapo katika vifusi vya udongo. Kutoka maeneo ya Walikale tunakutana na alikuwa mbunge wa zamani wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa pamoja na Press Kihangi. Tukusalimu, hujambo, na tuambie basi ni kipi kilitokea huko Burutsi jimboni Kivu ya Kaskazini katika maeneo ya Walikale. Tuambie kidogo, wangapi wamepoteza maisha? Saa 7 ya usiku ya siku ya pili tariki 13 mwezi wa kwanza mwaka huu 2026, mporomoko mkubwa wa udongo imefanyika hapo kijiji Burutsi ndani ya mkoa wa Luberike, ndani ya sektera wa Nyanga, ndani ya mtaa wa Walikale katika jimbo la Kivu Kaskazini. Na mporomoko huu umekuwa na ajali kubwa sana, yani tukio kubwa sana. Leo hii tumehesabu miili 22, yani watu 22 ambao wamepoteza maisha. Watu 8 hawapatikane. Kuna watu 5 ambao wameumizwa vikali na wanapata matunzo hapo Burutsi, na vile vile kuna nyumba zaidi ya 13 ambazo zimebomoka, yani zimepotea katika udongo. Shida hii imepata wandugu, na kwa muda huu wandugu wale wamekosewa na msaada yoyote ile. Ndio maana tumeendelea kutoa mkono huu wa pole kwa wandugu na kuomba wandugu wote ambao mnatufuata kwa muda huu, kusema wandugu wetu wao wamepoteza yote ambao walikuwa nao, wamepoteza nyumba, wamepoteza mali yao, wamepoteza ufugo yao, na vitu vyote vya nyumba vimepotea. Ndio maana tunatoa mkono kwenu kwa kuhitaji msaada, yani tusaidie wandugu hawa kipesa na vitu ambavyo vinaweza kupatikana, kama ni mavazi, kama ni chungu, na hata kama ni bashe, maana nisheti wapate fasi ya kuweza kulala. Wakiendelea kuishi nje, yani mvua itawasumbua na tunaweza kupata tena shida ya wengine kuweza kupatwa na ajali. Ndio umezungumzia juu ya wale ambao wamepata ajali, hasa ambao wengine wanalala nje. Tuseme hasa ambao wamejeruhiwa kutokana na ajali hiyo, ni kipi kinastahili na wako wapi kwa sasa? Vile vile wale ambao wamekuwa na ajali wamepata vidonda vingi sana kwa miili yao, wamehitaji kupata matunzo, na ile vile vile tunaomba msaada ili tuweze kusaidia wandugu hawa. Lakini wakati tumejifunza na kufuatilia swali hili, tumekuta kama ni tukio ya uharibifu ya mazingira katika ulimwengu nzima. Ndio maana mara na mara tumeendelea kuomba kwa wakaaji wetu kusema jambo kuhusu mazingira linatuhusu sisi sote.